Wanasema mgeni njoo, mwenyeji apone. Lakini katika nyumba ya Mama Sonia, kuingia kwa kijana mtanashati Treso kulikuwa ni mwanzo wa mtihani ambao hakuna mwanaume aliyewahi kushinda. Hebu fikiria, umeingia kupanga kwenye nyumba ambayo mwenye nyumba ni mwanamke mrembo aliyekomaa na binti yake ni ua linalochanua lenye umbo la kuvutia kiasi cha kusimamisha mapigo ya moyo. Treso, kijana mweusi mtanashati, anajikuta katikati ya mtego wa hamu, wivu na siri nzito za ndani ya chumbani. Je, ni nini hutokea pale mama na binti wanapogundua kuwa wote wanashiriki tunda moja? Je, Treso ataweza kuchomoka salama au atazama kwenye vilindi vya mahaba ambavyo hajawahi kuviona? Kaa mkao wa kula, funga mkanda wako wa usalama, maana simulizi hii inakwenda kukusisimua, kukupa jasho na kukuacha na swali moja tu kichwani: Gakuden. Je, Treso atachomeka yote? Mtego wa nyumba ya hamu. Katika viunga vya jiji la Dar es Salaam, jua lilikuwa likizama kwa madaha, huku kijana mmoja mtanashati, Treso, akizurura kutafuta makazi. Treso hakuwa kijana wa kawaida. Alikuwa na rangi ya chungwa iliyoiva, mweusi mtanashati, kifua kipana na sura iliyowafanya wanawake mjini kugeuza shingo zao kila alipopita. Kila mwanamke alitamani kuwa na mwanaume kama yeye pembeni yake. Bahati ilimwangukia alipofika katika nyumba moja ya kifahari inayomilikiwa na Mama Sonia. Mama huyu, licha ya umri wake, alikuwa amejaliwa umbo la kuvutia lililoshindilia kanga yake vyema. Lakini hapo hapo alikuwa na binti yake Sonia, ambaye alikuwa ni nakala kamili ya mama yake. Shepu iliyojaza, nyuma kumeumbika haswa, na macho ya kurembua. Walipomkaribisha Treso, Sonia alimwangalia kwa jicho la kipekee, jicho lililomfanya Treso ajisikie aibu na jasho jembamba kumtoka. Mama Sonia alitabasamu na kusema, "Kinyota kijana, una bahati sana. Hii ndiyo chumba pekee kilichobaki. Karibu sana uishi nasi." Treso alishukuru, lakini ndani ya moyo wake alijua ameingia kwenye mtihani mzito. Machoni mwake wote wawili, mama na binti, walikuwa kama vita ya urembo. Baada ya mwezi mmoja wa kuishi hapo, Treso alianza kuona mabadiliko. Siku moja akiwa ndani amevaa bukta fupi ya kulalia kamtra, huku mzigo wake ukionekana kuchomoza kwa mbele kutokana na joto la mwili, alisikia hodi. Alipofungua alikutana na Sonia. "Treso, mama amesema azime ndoo yako kidogo," Sonia alizungumza kwa sauti ya chini ya kilelevyo iliyomfanya Treso asisimke mwili mzima. Treso alimkabidhi ndoo, lakini Sonia alipogeuka kuondoka, alizungusha mauno yake kwa madaha kiasi kwamba Treso alibaki ameduaa, mshipa wake ukisimama kwa nguvu. Alijirusha kitandani na kulala akimwaza mrembo huyo mpaka asubuhi ilipofika na kwenda kazini. Aliporudi kutoka kazini, alikutana na Mama Sonia mlangoni. Treso alimsalimia, lakini cha kushangaza, mama huyo hakuwa akimwangalia usoni. Macho yake yalikuwa yameganda sehemu za siri za Treso na miguuni kwake. "Huyu mama mbona ananiangalia kama mchawi?" Treso alijiuliza. Haikupita muda, hodi iligonga tena. Alikuwa Mama Sonia, amejifunga kanga moja tu nyepesi, kiasi kwamba maungo yake ya ndani yalikuwa yakionekana kwa mbali. Alikuwa amemrudishia ndoo yake. "Treso, hivi una mke au mchumba?" Mama Sonia aliuliza kwa sauti ya mkwaruzo. "Hapana mama, niko peke yangu," Treso alijibu kwa sauti ya kutetemeka. Mama Sonia alitabasamu akionyesha kuridhika, kisha akaondoka, akimwacha Treso akiwa na hamu iliyomfanya ajisaidie kwa mkono ili kupunguza presha ya mwili. Siku hiyo hiyo jioni, Mama Sonia alimletea Treso chakula kitamu sana. Walipiga stori 2-3 na Treso akamsifu. "Mama Sonia, Mungu amewaumba vizuri. Wewe na binti yako hamna tofauti, ni miaka tu, lakini wote ni warembo sana." Kauli hiyo ilimfanya mama huyo acheke kwa furaha. Baada ya kula, Mama Sonia alirudi kuchukua vyombo. Safari hii alipoingia ndani, kanga yake ililegea na kudondoka. Akabaki kama alivyozaliwa mbele ya Treso. Treso alimeza mate. Hamu ilimzidi, akamshika mama huyo na kuanza kumnyonya midomo. Mama Sonia alitoa miguno ya raha na kusema, "Treso, nifanye vizuri, muda mrefu sijaguswa hivi." Treso alichomeka yote kwa ufundi mkubwa, akimpa mama huyo raha ambayo hakuwahi kuipata. Baada ya kumaliza, Mama Sonia aliondoka haraka ili binti yake asimgundue, akimwacha Treso akisema, "Kumbe wakongwe ni watamu kuliko watoto." Siku iliyofuata, Treso alikutana na rafiki yake Omar na kumpa mkasa huo. Omar alimpa ushauri wa kiume, "Kula kote kote, kula mama, kula na mtoto." Aliporudi nyumbani, alimkuta Sonia akimsubiri. "Treso, jana nilikuona mama anatoka humu akiwa amevaa kanga fupi, ulimfanya nini?" Sonia aliuliza kwa wivu. Treso alikataa, akisema alikuja kuchukua vyombo tu. Sonia, akitaka kuthibitisha wanaume wa Treso, aliomba waangalie movie za wakubwa kwenye simu ya Treso.
Walipoanza kuangalia, Sonia alianza kujisogeza na kusema anaogopa. Mbona yule kijana wa kwenye movie ana kitu kikubwa? Na wewe unacho kikubwa hivi? Sonia hakusubiri jibu. Alishika mzigo wa Treso na kuanza kuuchezea. Treso alisisimka, akaanza kunyonya matiti ya Sonia. Alipomlaza kitandani, Sonia alikuwa akilia kwa raha akisema, chomeka yote, chomeka yote Treso. Wakati Treso akiwa katikati ya moto huo na Sonia, ghafla ODI iligonga mlangoni. Sonia alishtuka na kupatwa na hofu kubwa. Kinyota, huyo ni mama, atatuua. Treso alivaa nguo haraka na kwenda kufungua mlango akiwa na hofu. Treso alifungua mlango huku moyo ukimwenda mbio, akitegemea kukutana na uso wa hasira wa mama Sonia. Badala yake, alimkuta rafiki yake Omar akiwa amesimama huku akicheka. Mwanangu, mbona umepata jasho namna hiyo? Omar aliuliza huku akijichungulia ndani. Kwani una vita humu ndani? Treso alishusha pumzi ndefu na kumvuta Omar pembeni. Wewe jamaa, ungetaka kuniua? Sonia yuko humu ndani, tumetoka kula tunda. Omar alicheka na kumnong'oneza. Nilikwambia, hiyo nyumba ni mgodi wa dhahabu, chomeka kote kote mwanangu. Baada ya Omar kuondoka, Treso alirudi ndani na kumkuta Sonia akiwa bado anatetemeka. Alimtuliza na kumkumbatia, lakini Sonia alimwangalia Treso machoni na kumuuliza swali lililomfanya Treso akose jibu. Treso, mbona unajua kunituliza sana? Ina maana mbinu hizi ndizo unazomfanyia na mama yangu? Treso alicheka kicheko cha kinafiki. Sonia mrembo, mama yako ni mama mwenye nyumba tu. Wewe ndiye unayenimaliza nguvu. Sonia alitabasamu, akajifunga hanga yake na kuondoka huku akitingisha nyonga kwa madaha, akimwacha Treso na kiu ya mara ya pili. Mtego wa mama Sonia. Leo ni leo. Saa 4 za usiku, giza lilikuwa limetanda kijijini hapo. Treso alikuwa akijinyoosha kitandani, akifikiria jinsi atakavyoweza kuendelea na mchezo huu wa hatari. Ghafla, alisikia mlango wake ukifunguliwa taratibu. Hakuwa amefunga komeo la ndani. Mtu aliingia na harufu ya marashi makali ya udi. Alikuwa ni mama Sonia. Safari hii hakuwa amevaa kanga. Alikuwa amevaa gauni jepesi la kulalia lililoonyesha kila kiungo cha mwili wake. Treso, nimeshindwa kulala, mama Sonia alinong'ona huku akipanda kitandani. Kile ulichonifanyia jana kimenifanya nione wanaume wote wa Dar es Salaam ni bure. Nataka unipe tena, na safari hii usinihurumie. Chomeka yote mwanangu. Treso hakuwa na hiana. Alimvuta mama huyo na kuanza kumshughulikia. Mama Sonia alikuwa akitoa miguno ya chini chini, akijaribu kuzuia sauti yake isifike chumba cha pili anapolala binti yake. Lakini kwa bahati mbaya, Sonia alikuwa macho na alikuwa amesimama nje ya mlango wa Treso akisikiliza kila kitu. Sonia aliuma kidole chake kwa hasira na wivu. Alisikia sauti ya mama yake akisema, Treso, wewe ni dume haswa. Huyu Sonia mdogo sana kwako, hawezi kukupa raha hizi. Moyo wa Sonia ulilipuka. Alijua fika kuwa mama yake anashindana naye. Badala ya kupiga kelele, Sonia alitabasamu, tabasamu la hatari. Alirudi chumbani kwake na kuchukua simu yake, kisha akatuma ujumbe wa WhatsApp kwa Treso. Na kuona unachofanya na mama sasa hivi. Endelea, lakini ukimaliza, jua zamu yangu inafuata. Au kesho asubuhi kila mtu atajua siri yenu. Asubuhi ya taharuki, kulipopambazuka, Treso alitoka kwenda bafuni kuoga. Alikutana na Sonia njiani. Sonia alimsonya na kumnong'oneza, hongera kwa kazi ya usiku na mama, lakini leo usiku na kuandalia shughuli ambayo hutaandika kwenye kitabu. Treso alibaki ameduaa. Sasa akili imemchanganya. Mama anamtaka kwa udi na uvumba, na binti naye amejua siri na anataka ushindani. Alipofika kazini, Treso hakuweza kutulia. Alijua kuwa usiku wa leo hautakuwa wa kawaida. Alipokuwa akirudi nyumbani jioni hiyo, alimkuta mama Sonia amepika chakula cha nguvu, na Sonia amevaa nguo fupi kuliko kawaida, wote wakimsubiri sebuleni. Treso, karibu chakula mwanangu, mama Sonia alisema huku akimkonyeza. Shem, karibu ule, uongeze nguvu maana kazi ni nyingi, Sonia aliongezea huku akicheka kwa dhihaka. Treso alijua sasa vita imekuwa rasmi. Mama anajua binti anamtaka na binti anajua mama anachukua chake. Treso alikaa mezani huku akitazama sahani ya chakula iliyokuwa mbele yake, lakini hamu ya kula ilikuwa imemshika koo. Upande wa kulia alikaa mama Sonia, akimvulia macho ya mahaba na kumgusagusa mguu kwa chini ya meza. Upande wa kushoto alikaa Sonia, binti mrembo aliyekuwa akimng'ong'onunulia Treso na kumwonyesha ujumbe kwenye simu yake uliosema, leo utachagua mmoja, mimi au Mazaa. Hali ilikuwa ya sintofahamu. Kila Treso alipojaribu kumeza tonge, mama Sonia alikohoa na kusema, Treso mwanangu, mbona unakula kidogo? Ongeza nguvu, unajua usiku ni mrefu na kuna kazi ya kufanya ndani.
Sonia akacheka kwa dhihaka, akajibu, "Mama, Treso amechoka. Labda anahitaji damu changa imchangamshe, sio mambo ya kizamani." Macho ya Mama Sonia yalibadilika kuwa mekundu. "Unamaanisha nini Sonia? Unamfundisha nani kazi?" Usiku wa manane, Treso alijifanya amechoka sana, akawahi chumbani kwake na kufunga mlango. Alijua fika kuwa usiku huu hautapita salama. Saa 6 za usiku, mlango wake ulisukumwa kwa nguvu. Alikuwa ni Sonia. Alikuwa amevaa kitambaa chepesi sana kichwani na ushungi uliofika kiunoni, lakini ndani hakuwa na kitu kingine. "Treso, leo huponyoki. Mama amelala fofofo baada ya kunywa vidonge vya usingizi nilivyomwekea kwenye chai yake. Ni zamu yangu sasa." Sonia alimvamia Treso kitandani kwa hamu kubwa. Treso, akihofia fujo, aliamua kumpa Sonia kile alichokuwa nakitaka. Sonia alikuwa na nguvu za ujana. Kila alichofanya kilikuwa na kasi na msisimko wa hali ya juu. Sauti za mahaba zilianza kusikika ndani ya chumba hicho, Sonia akipiga kelele za chini, "Kinyota, chomeka yote Treso. Usiache hata kidogo. Siri inafichuka." Lakini kumbe Sonia alikosea hesabu. Mama Sonia hakuwa amekunywa ile chai. Alikuwa amestuka mapema na kumwaga chai ile, kisha akajifanya amelala ili aone binti yake anapanga nini. Ghafla, mlango wa Treso ulipigwa teke la nguvu. Mama Sonia alisimama mlangoni, akiwa ameshika taa ya mshumaa, huku machozi ya hasira yakimtoka. Alimkuta binti yake, Sonia, akiwa juu ya Treso. "Sonia, mwanangu mwenyewe, unalala na mwanaume ambaye anajua siri za mwili wangu?" Mama Sonia alipiga kelele za uchungu. Sonia alishuka kitandani kwa haraka, akijifunika ushungi wake, lakini hakuwa na aibu hata kidogo. Alimgeukia mama yake na kumfokea, "Ndiyo mama, kwa nini nikuachie wewe tu? Kwani wewe unajua kuchomeka yote kuliko mimi? Treso ni wangu pia." Treso alibaki amekaa ukingoni mwa kitanda, akishika kichwa chake. Alijiona kama mhalifu katikati ya wanawake wawili wanaopendana na kuchukiana kwa wakati mmoja. Mama Sonia alimkaribia Treso na kusema kwa sauti ya amri, "Treso, fanya uamuzi sasa hivi. Kama unamtaka huyu binti asiye na adabu, tokeni wote kwenye nyumba yangu usiku huu. Lakini kama unanitaka mimi, mfukuze Sonia aende kulala chumbani kwake na usiguse mwili wake tena." Sonia naye akamshika Treso mkono. "Treso, usikubali kutishwa. Huyu mama ameshachoka, hawezi kukupa utamu ninaokupa mimi. Twende chumbani kwangu sasa hivi." Treso alitazama upande wa mama, kisha upande wa binti. Kila mmoja alikuwa amejaza na kuumbika kwa namna yake. Akili yake ilimwambia kimbia, lakini mwili wake ulimwambia baki.